Sasa ili kanisa Katoliki linahusika vipi kwenye mauaji ya kimbari pale nchini Rwanda 1994? Kanisa Katoliki kwa sababu wanakuwa na mapasta wao, ama Vatican makao makuu wanakuwa na watu wao katika nchi tofauti. Sasa kanisa Katoliki lilihusika kama ifuatavyo. Mmoja wao ni Padri Wenceslas Munyeshiaka ambaye alibeba bunduki kama mwanajeshi na kupanga njama na waasi wa Kihutu kwa sababu ya kuwadhuru watu wengine. Sawa alibeba bunduki kama mwanajeshi akaungana na waasi wa Kihutu ambao waliua watu, na mwisho wa siku baada ya tukio hili padri huyu Munyeshiaka alikimbilia wapi? Ufaransa huko kwenda kupata hifadhi kwa sababu ya tukio la kinyama ambalo alilifanya pale Kimbare. Tuko pamoja Lakini padri mwingine ni huyu bwana ambaye aliitwa Athanase Seromba, ambaye huyu aliruhusu kanisa lake libomolewe likiwa na Watusi wanaopata 2,000 ndani, Watusi wanaopata 2,000 ndani. Akaruhusu kwamba kanisa hili libomolewe, na baada ya kubomolewa wale ambao waliangukiwa na jengo na wengine kufa ama pressure na vitu vingine, wale watu ambao walitoka aliyakuwa wako hai wakapigwa risasi wakauliwa. Na baada ya hapo bwana huyu pia naye alikimbilia Italia, ambapo huko alienda kupewa uraia na akapewa jina jipya na pasipoti mpya ili kupoteza ule ushahidi wa mauaji yale ya kimbari. Hapa ndio sehemu ambapo kanisa Katoliki linahusika kwenye mauaji ya kimbari. Waliua watu wengi sana, waliua Watusi wengi sana. Sawa, kwa sababu wao walikuwa pamoja na rais wa kipindi hicho ambaye naye alikuwa pia ni Katoliki, ambaye alitawala takriban miaka 20, lakini alikuwa na ile hali ya kubezi kwenye ukabila, ambapo alitaka Watusi wasipate utawala, sababu alikuwa ni kabila ambao pia lina watu wengi katika nchi ya Rwanda. Tuko vizuri Na wakati huo rais wa Rwanda alikuwa akiitwa Juvenal Habyarimana, ambaye alikuwa ni rais wa pili wa Rwanda. Alitawala takriban miaka 20 kuanzia mwaka 1973 hadi mwaka 1994 ambapo aliuliwa. Alikuwa akitoka Dar es Salaam katika mazungumzo ama kikao kinachohusu masala ya amani, na aliporudi pale Kigali, basi ndege yake ambayo alipanda ilipigwa kombora, ambapo rais huyu alitoka katika jumuiya ya Wahutu akiongoza serikali iliyolenga kuzuia kurudi kwenye mamlaka ambao ni kundi kubwa la pili nchini Rwanda, hawa Watusi. Sawa, hawa Watusi. Na huyu bwana huyu rais Juvenal Habyarimana alikuwa ni katika watu wa Katoliki, alikuwa ni katika watu wa kanisa la Katoliki, hivyo alikuwa na kama udini hivi na ukabila fulani, kutokutaka kabisa Watusi wasipate uongozi tena, na hali ya kuwa yeye siasa zake zilikuwa sio rafiki kwa watu wa pale, yani sio rafiki kwa watu wa eneo lile. Chama chake ambacho aligombea madaraka kilikuwa kinaitwa MRND, ambapo tunasema alikuwa ni Mkatoliki bwana, na katika lugha ya Kinyarwanda aliitwa Kinani, wakimaanisha ni kwamba mtu ambaye hashindwi kitu, mtu ambaye hashindwi kitu. Rais huyu alikufa tarehe 6 Aprili
1994 wakati ndege yake ilipopigwa na makombora aliporejea Kigali kutoka majadiliano ya amani pale Dar es Salaam. Ndege hii pia ilimbeba rais wa Burundi ambaye alikuwa akiitwa Cyprien Ntaryamira. Haikujulikana sasa makombora haya yalifyatuliwa na Wahutu wakali au ambao walichukia siasa yake au na wanamgambo wa Tutsi, sawa wa RPF ambao walikuwa wamefika karibu na Kigali wakati ule. Hapo haifahamiki kwamba waliokuwa wamefyatua hii ndege ya rais huyu walikuwa ni nani. Sasa baada ya tukio la kuuliwa rais huyu, tukio hili lilichukuliwa na Wahutu wakali kama ishara ya kushambulia Watusi nchini Rwanda pamoja na Wahutu wasioshikamana nao, na hivyo kuanzisha mauaji ya kimbari. Yaani mauaji ya kimbari yalianzishwa baada ya rais huyu kuuliwa katika ndege akiwa na rais mwingine wa nchi jirani pia, na hivyo kuanzisha mauaji haya ya kimbari ya Rwanda. Katika kipindi cha siku 100 zilizofuata, idadi ya Wanyarwanda takribani 800,000 hadi 1,000,000 waliuliwa katika mauaji hayo kwa sababu ya tukio la kuuliwa rais. Kwa hiyo tunaposema ili kanisa Katoliki lina chuki za kupandikiza na za ajabu ajabu na kujificha nyuma ya migongo ya vitu fulani, ni kama hivi ambao mnaona Rwanda ambao kilitokea mauaji ya kimbari ambao yameingia kwenye historia, mpaka historia za shule zetu Tanzania tunakuwa tunayasoma mauaji haya kwa sababu yalikuwa ni intensive thing, ni kitu ambacho kilikuwa serious sana. Watu wengi walipoteza maisha, lakini wapi? Katoliki, kanisa hili lilikuwa na mchango, na baada ya kufanya mchango huo, kuua watu kwenye makanisa, wao kuruhusu makanisa kuvunjwa na watu kupigwa risasi, wakakimbia wakahama nchi. Kwa hiyo si ajabu kwa wa Makatoliki kufanya mambo ya kama hivi, na hili pia linaonekana pale ambapo Papa Francis, sawa, alipokuja kuomba msamaha kwa tukio hili. Aliomba msamaha kwa tukio hili Papa Francis. Sasa mnamo mwaka wa 2010 tumemuona Papa Francis kwenye habari mbalimbali, vyanzo tofauti, akiomba radhi kwa tukio hili la Makatoliki, yeye akiwa ndio bingwa wa Vatican huko kwenye nchi hiyo, akimuomba radhi Museveni, sawa akimuomba radhi Museveni kwa tukio lile la mapadri kushiriki mauaji makubwa namna ile, sawa. Kwa hili linathibitisha kwamba hawa Makatoliki, sawa, hawa Makatoliki hawa mapasta hawa, yani mwingine wanajificha kwenye pazira kitu fulani, sawa kwa sababu mfano hii kauli ya kusema kwamba maandamano, kwa nini hawafanyii press wale ambao walikuwa wakihamasisha katika wao, au walikuwa hamna ambao watu wakihamasisha katika wao? Kwa nini hawafanyii press kwenye hamasa zile? Walikuwa hawajaonya kwanza? Leo wanakuja wana bumba mambo.